Kipindi cha furaha na huzuni ni kipindi ambacho kila mwanadamu anapitia. Mwanasaikolojia mmoja ambaye aliwahi kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel, Daniel Kahneman, alishauri katika kipindi ambacho uko na furaha zaidi na kipindi ambacho uko na huzuni zaidi, ni rahisi kwa fikra yako kupotoka. Kwa mtazamo wa kisaikolojia na kwa mtazamo wa kiafya pia inaweza ikapotoka hata kuweza kusababisha madhara makubwa ikiwamo kifo. Matatizo ya kiafya yanayoambatana na kipindi hiki cha furaha na huzuni, yanayotajwa kuwa ni matatizo yanayoweza kusababisha hatari zaidi, ni matatizo ya magonjwa ya moyo ambayo yanaweza kusababisha hatari ya kupoteza maisha katika kipindi hiki. Upotoshwaji wa fikra na athari za kiafya ni moja kati ya matukio ambayo yapo katika vipindi hivi viwili. Katika matukio ya furaha na huzuni, mwaka 2004 nchini Ureno, katika mchezo uliochezwa kati ya Benfica na Vitória de Guimarães, uliambatana na tukio lililokuwa ni la furaha na la huzuni. Furaha ya muda mfupi, tukio lililotokea kutokana na furaha ya usoni na kusababisha athari ya muda mrefu iliyodumu mpaka hivi leo. Nyota wa kimataifa wa Hungary anayefahamika kama Miklós Feher Miki alifariki dunia usiku wa Januari 25 mwaka 2004. Miki alikuwa ni mchezaji wa Benfica. Katika mchezo dhidi ya Vitória de Guimarães, Miki alitokea kama mchezaji wa akiba, yani substitution. Katika mwendelezo wa mchezo, dakika za jioni za mchezo, wakati mchezo ukiendelea, Miki akitokea substitution aliingia na kusababisha goli la ushindi kupitia kwa nyota Fernando Aguar aliyefunga goli katika dakika za jioni. Katika dakika hizo za jioni, Miki aligunduliwa na mwamuzi wa mchezo huo Elgario Bengurinca kwamba Miki anapoteza muda baada ya timu yake kuongoza. Elgario kama mwamuzi wa mchezo alimwadhibu Miki kwa kadi ya njano, na Miki usoni alionekana kuipokea adhabu ya mwamuzi kwa uso wenye furaha, lakini ndani akiwa na maumivu. Alionyesha tabasamu la nje, akageuka nyuma. Baada ya hapo, Miki akashika magoti yake na kuinama. Kumbe ndio zilikuwa dakika zake za mwisho za Miki kuweka historia kama ni nyota ambaye alikuwepo katika maisha ya soka na maisha ya duniani. Mhangari huyo wakati huo alianguka chini. Juhudi za matabibu hazikuweza kuokoa uhai wa Miki, ambaye tukio lake la mwisho lilionekana kuwa ni tabasamu. Baada ya dakika chache, huzuni ikafuata. Vipimo zaidi vya kitabibu viligundua Miki alikuwa na matatizo ya hypertrophic cardiomyopathy, ambayo ni matatizo ya moyo. Furaha yake iliathiri mfumo wake wa ndani wa moyo na kufanya afariki dunia pale pale. Kilichoonekana usoni kwa Miki sio furaha. Kilichoonekana usoni kwa Miki ni tabasamu ambalo kuna huzuni ndani yake. Matukio kama haya yaliwahi kutokea sehemu mbalimbali. Nchini Uhispania, Antonio Puerta lilitokea mwaka 2007 Agosti 25, tarehe kama ambayo Miki kutoka Hungary, lakini utofauti wake Mike lilikuwa ni Januari, lakini Antonio ilikuwa ni 2007. Kwa mujibu wa kitabibu, wakati wa furaha iliyopitiliza na wakati wa huzuni iliyopitiliza sio wakati sahihi wa kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho yako, na ni wakati ambao unaweza kubeba athari kubwa zaidi katika kesho yako. Mimi ni Flowin Vitrus, bye bye.